Mtazamaji wa Informative TV, kama ambavyo tumekuambia, Informative TV ipo katika wiki ya elimu ya juu hapa Zanzibar, na leo ni siku ya pili ya maonesho haya ya wiki ya elimu ya juu, maonesho ambayo yameshirikisha vyuo vikuu mbalimbali kutoka Tanzania bara, lakini pia kutoka hapa visiwani Zanzibar, na vyuo vikuu vya kimataifa kutoka nchi mbalimbali. Vyote viko hapa katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lengo ni kuweza kuwafikishia Wazanzibari huduma za elimu, kuweza kupata udahili hapa, lakini pia kuweza kufahamu ni vyuo gani vinaweza kutoa udahili upi, kozi zinazopatikana, na kutoa urahisi kwa Mzanzibari kuweza kupata chuo kwa haraka zaidi, tofauti na kufunga safari kwenda kukifata chuo hicho sehemu fulani. Na hapa hiki ni chuo cha City College, lakini chuo hiki kimetoka katika hatua ile ya kwanza na sasa kimekuwa chuo, badala kuitwa ile City College, sasa tuko katika City Institute of Health, ambapo niko na mkurugenzi wake. Yeye atatuambia chuo hiki kwanza ukuaji wake mpaka kufikia kuwa City Institute, lakini pia atatueleza wamewaletea nini Wazanzibari, ni huduma zipi ambazo zinapatikana katika banda hili. Karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Tungeanza kwa kufahamu majina yako. Kwa majina naitwa Shabani Mwanga, mkurugenzi wa City College. Tumeona tumezoea City College, lakini sasa tunakutana na kitu kipya cha City Institute of Health. Tungependa kufahamu kutoka kwenye City College mpaka kufikia hapa. Tunaposema City Institute ni taasisi. Awali ilikuwa ni City College of Health and Allied Science Ilala campus. Kwa ilikuwa ni campus ya Ilala. Tunavyo takriban vyuo 7 zikiwa ni campus, lakini sasa hivi hii ni taasisi inayojitegemea. Kwa hiyo kutokana na ukuaji wake ndio ikapewa City Institute. Kwa hiyo City Institute ni taasisi ambayo ilikuwepo, lakini kwa sababu ya ukuaji na uboreshaji wake ndio maana leo hii unaona inaitwa taasisi. Ni taasisi ya City ambayo inajihusisha na utoaji wa programu za afya katika ngazi ya diploma, kozi ambazo ni radiography, tunayo health records and management, tunayo clinical medicine, tunazo optometry, physiotherapy, tunao pia ustawi wa jamii. Na hili ndio kubwa ambalo limetuleta hapa katika maonyesho haya ya 7 wiki ya elimu ya juu visiwani Zanzibar. Kubwa ni kuwaletea Wazanzibari na wananchi wote katika viunga vyote vinavyozunguka Zanzibar fursa mbalimbali za kielimu. Tunao uhakika. Kwa hiyo ni fursa pekee ya wadau wa elimu, wazazi, lakini wanafunzi kuja kujiunga na taasisi yetu ambayo tunaamini kabisa inaweza kuwaletea mabadiliko, lakini pia inaweza ikawapa fursa mbalimbali. Kubwa zaidi ambalo hawatakiwi kulikosa Wazanzibari, tumetoa takribani nafasi 300 za scholarship kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu Zanzibar. Kwa wao wanachotakiwa kuja kufanya ni kujisajili na kuwa wanafunzi wa City Institute, ambapo sasa hawatakuwa wanalipia ada itakuwa ikilipwa na bodi ya mikopo, lakini pia na City Institute of Health and Allied Science Dar es Salaam. Kwa hiyo utaona ni fursa ya aina gani, utaona ni faida gani ambao tumewaletea wanafunzi, wazazi, lakini walezi na wadau wa elimu Zanzibar katika wiki ya elimu ya mafunzo ya elimu ya juu katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja. Tumekuwa tukiona mkurugenzi, ushiriki wa vyuo hivi mara kwa mara, lakini kwa upande wenu, je, unahisi mwitiko ukoje? Wazanzibari wanahamasika kuja kuzipokea hizi fursa ambazo kwa mfano kama City College imeleta hapa? Tunaweza tukasema kwamba hatua kubwa sana imepigwa kwenye maonesho haya. Na mwanzo tulikuwa tukifanyia katika viwanja vya Kisonge, ambapo ni eneo dogo sana. Washiriki walikuwa ni wachache sana, lakini sasa hivi tupo katika viwanja vya Mnazi Mmoja, na ukiangalia wanafunzi ni wengi, wazazi ni wengi wanakuja na wanafunzi. Kwa hiyo kwa lugha rahisi tunaweza kusema maonesho ya 7 ya mwaka huu yamekuja na kasi kubwa sana. Leo ni siku ya pili, lakini unaweza kuangalia wanafunzi walivyo wengi, na uzuri hao wanaokuja ni wale ambao tayari wanahitaji kwenda kusoma. Tunapokea wanafunzi ambao wanataka kwenda kusoma level za degree,
lakini pia ambao wanataka kusoma kwenye level ya diploma. Kwa hiyo utaona kwamba maonyesho haya kuwa na vyuo mbalimbali vinavyotoa degree, kuwa na vyuo mbalimbali vinavyotoa diploma, lakini pia kuwa na taasisi mbalimbali ambazo zinasaidia wanafunzi kwenda kusoma nje. Ni kwamba wanafunzi wa Zanzibar wanapata majawabu au wanapata solution ya matatizo yao ya kielimu kwa wakati sahihi na kwa haraka zaidi. Kwa hiyo maonyesho haya yana tija kubwa, lakini yamefana na yanaonyesha yameboreshwa kutoka hali ya awali hadi hivi sasa. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Kwa mwanafunzi ama mzazi ama mlezi ambaye anaangalia Informative kwa sasa, anahitaji mtoto wake aweze kujiunga na chuo chenu, hatua gani anapaswa kuzichukua? Na je, kuna utaratibu maalumu ambao unatakiwa uanze ndipo aweze kujiunga na chuo? Kwa sasa hivi wanafunzi wote wanatakiwa watembelee banda letu lililopo mkabala na banda la Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu Zanzibar, ili waweze kupata taarifa zaidi. Lakini wanaweza wakajiunga kupitia tovuti yetu ya chuo, lakini wanaweza wakajiunga kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa kupitia simu zao za kiganjani. Na kwa kweli kwa wanafunzi kujiunga na programu zetu kutoka ustawi wa jamii mpaka kozi za afya, angalau awe na D4 kidato cha 4, yani mwanafunzi awe amefaulu kwa ufaulu wa angalau D4 kidato cha 4, hapa anapata kozi ya kusoma. Kwa hiyo pamoja na kozi mbalimbali tulizo nazo, tunawashauri waje katika banda letu kutembelea ili kupata taarifa zaidi, lakini pia wakienda kwenye banda la Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu wanapata taarifa zaidi juu ya ufadhili huu, juu ya scholarship hizi 300 kwa ajili ya wanafunzi wa Zanzibar. Zaidi ni watakie kila la kheri wanafunzi, lakini kuwakaribisha wale ambao hawajafika katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja kuja kujionea, lakini kupata fursa na elimu, kwa sababu wanapata kuelimishwa, lakini pia wanapata kujua ni vyuo gani unaweza kwenda kusoma nje, ni vyuo gani vilivyopo hapa Zanzibar, ni vyuo gani vilivyopo nje ya Zanzibar. Kwa ni fursa adhimu ambayo nadhani wakiitumia wanaweza wakafaidika zaidi. Asante. Mtazamaji wa Informative TV, kama ambavyo umeweza kupata maelezo kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa City College akieleza ni kwa namna gani wao wamewaletea fursa wa Tanzania. Tumefahamishwa hapa wanafunzi, fursa zimetolewa, nafasi 300 kwa wanafunzi wa Zanzibar ambao watahitaji kuweza kusoma kozi za afya katika chuo hichi. Kupitia Bodi ya Mikopo, wanafunzi hao wataweza kupata udhamini wa masomo. Hii ni fursa kubwa sana kwa Mzanzibari, na fursa hiyo basi inapatikana katika maonesho haya ya 7 ya wiki ya elimu ya juu. Fika katika viwanja hivi, fika katika banda hili na uweze kupata fursa hiyo. Mimi nikwambie, kupata kwako fursa ya kielimu ni njia moja ya kuweza kutimiza ndoto zako. Mimi ni Mwanahamisi Simai, tuwe pamoja katika mfululizo wa vipindi mbalimbali kutoka Informative TV. Informative TV. We believe in knowledge.